Maana una chepeo cha wokovu. Chepeo cha wokovu ni ile wokovu uliopokea. Sasa tunza wokovu wako ili uweze kushinda wazuiae. Lazima utunze nini? Wokovu. Hiyo ndio chepeo cha wokovu. Unakuwa unavaa diri ya haki kifuani. Unavaa nini ya chepeo cha wokovu ni kichwani. Chepeo cha wokovu. Unafunga mshipi ya ukweli. Unavaa viatu ya utayari. Alafu unashika ngao mikononi ambayo ni neno la Kristo. Unaingia kwa nini? Kwa vita. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niwaeleze vita. Tunapigana nini? Biblia inasema hivi, tazama vita vyetu si kwa mwili na damu, bali ni kwa roho. Hata kushinda nini? Ngome za nini? Za mawazo. Haleluya. Ukisoma katika Paulo anasema hivi, vita vyetu si vya nini? Si vya damu na nyama. Vita vyetu ni kwa nini? Kwa roho. Hasa kuna wale wasuie, nilivyokuambia ya kwamba mlango mkubwa umefunguliwa mbele zako, lakini kuna wale wasuie. Wasuie ni wengi sana. Hao wasuiwae wanatolewa na vita. Ndivyo Biblia inasema kwamba tangu kipindi cha Yohana Mbatizaji hadi leo ufalme wa mbinguni unyakuliwa na wenye nini? Wenye nguvu. Ni fujo. Haleluya. Hapa sasa ni fujo. Unamweka adui yako kwenye kona. Bwana Yesu asifiwe. Hasa katika maombi ya vita tunapigana katika ulimwengu wa roho. Na wale tunaopigana nao, tunapigana na hebu niwatajie tu wale tunaopigana nao. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa kwanza tunaopigana nao ni wachawi, wakuu wa giza, waganga wa kienyeji. Haleluya. Napigana na wachawi, wakuu wa giza, waganga wa kienyeji. Nieleze kidogo. Katika ulimwengu wa giza, katika ulimwengu wa roho kuna ufalme wa giza na kuna ufalme wa Mungu. Na katika falme hizi mipangilio ni kama unavyoona jeshi. Ukiona jeshi, si ndio? Kuna amiri jeshi mkuu, alafu kuna hizo ranks zinapokuja chini. Kuna wanaitwaje? Kuna lieutenant, kuna captain, kuna senior sergeant, alafu kuna chini mpaka una major nini hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa kiroho pia hivyo ilivyo. Tukiingia ufalme wa Mungu kuna lieutenant, kuna amiri jeshi mkuu ambaye ni nani? Nani ajua amiri jeshi mkuu wetu ni nani? Amiri jeshi mkuu wetu ni nani? Waliokoka. Amiri jeshi mkuu wetu ni nani? Sisi tuliokoka. Ni Yesu mwenyewe. Ndiye anaitwa Bwana wa vita. Haleluya. Yeye ndiye amiri jeshi mkuu. Alafu sasa chini yake kuna Mikaeli, kuna wale wewe, kuna mpaka na wewe. Hapo ndio sasa unajikuta ukitaka kujua cheo chako kiroho. Unaomba tu Mungu anakuambia. Utajikuta unaambiwa wewe ni meja. Kwa mfano mimi siku moja nilitaka sana kujua cheo changu kiroho. Nikaambiwa mimi ni lieutenant. Mimi ni lieutenant sijui katika kijeshi sijui. Nikamwambia lakini ilikuwa zamani. Na najua sasa hivi tena nitaenda tena nikae. Niulize nimefika wapi? Nataka nijue nimefika wapi. Haleluya. Ni vyema kujijua. Haleluya. Ni vyema kujijua wewe umefika wapi kiroho. Cheo chako kiroho ni ipi? Wewe bado ni meja? Wewe bado ni sergeant ama ni corporal ama ni huku hii ya kwanza hii ni watoka private one. Ama wewe bado ni private one? Unajua unapookoka ndio unaitwa private one. Private what nini? Unaona wale kama juzi si rais alienda Eldoret kuwatoa. Wale wanapotoka, unapotoka tu training, basi hiyo ndio sasa hiyo ndio stage ya kwanza ya aliyookoka. Umenielewa? So unapookoka unafikia pale. Sasa katika ulimwengu wa giza pia kuna hizi vyeo. Sasa kama kuna cheo ambayo ni cha chini sana katika ulimwengu wa giza, ni cheo cha mchawi. Sasa wewe unaogopa mchawi sana, na mchawi ana cheo cha chini sana. Lakini mchawi ni hatari sana katika ulimwengu wa giza kuliko hata ule aliye
aliye karibu na lieutenant mwenyewe na amiri jeshi mwenyewe ambayo ni shetani. Sijui kama mnanielewa. Kwa nini shetani anakuwa kwa nini mchawi anakuwa na cheo cha chini, lakini yeye ni hatari sana. Yeye ni hatari kwa sababu yeye ndiye ako karibu na wewe. Haleluya. Hata mchawi ndiye yule anayekujua. Yaani anajua jina lako, anajua umezaliwa, anajua umetoka, anajua umerudi. Anajua umekula nini, anajua umelala njaa, anajua unapitia nini. Huyo ndio inamfanya hatari. Sasa yeye anasanya data, anasanya hizo information zote, anapeleka katika ufalme wako. Unasuiliwa milele. Bwana Yesu asifiwe. So ndio sababu wachawi ndio tunapigana nao sana. Tunawaondoa kabisa. Tunapigana nao sana. Kwa sababu gani? Ni hatari sana katika maisha yetu ya wokovu. Kwa sababu wako karibu nasi. Wengine hata ni mandugu zetu, wengine tunakula nao, wengine tunakaa nao, wengine ni majirani, wengine ni wazazi wetu. Unajua mchawi ana cheo cha chini sana. Katika ulimwengu wa giza tunamuita scout. Unajua kazi ya scout ni kufanya nini? Kama kwa mfano tuchukue hizi timu za wachezaji kama Gor Mahia nini na FC na nini. Kuna wale vijana wanaita scouts. Sasa wale scouts wanakuanga mashinani. Sasa kazi ya scouts mashinani ni kutafuta wachezaji ili kuwaunganisha na nini? Na timu. Ndio kazi ya mchawi. Anatafuta huyu wa hapa ambayo ni karibu na yeye, ambayo ni wewe uliyeokoka, ili kuunganisha na nani? Na shetani mwenyewe. Sasa ukimshinda mchawi, shetani hawezi kupata, maana hana pahali pa kupitia. Atapitia wapi? So lazima ushinde mchawi, ushinde wakuu wa giza. Wakuu wa giza ni akina nani? Wakuu wa giza ni wakubwa wa wachawi. Wachawi ni wadogo, ndio tunaita ni wa scout. Alafu sasa unajua scout akipata mchezaji hapa, anapeleka hatua nyingine, si ndio? Sasa hii hatua anayopeleka ndio hatua ya wakuu wa giza. Sasa wakuu wa giza ni wakubwa wa wachawi. Alafu kuna waganga wa kienyeji. Sasa wakuu wa giza ni wale kama ukiona katika ukoo, katika hii makabila, kuna wale ambao wazee ambao wanasimamia wanasimamia mila na desturi na nini. Hao ndio wanaitoa wakuu wa giza. Alafu kuna mganga wa kienyeji. Wale mganga wa kienyeji hao wazee wanaosimamia mila wanaendanga kwa mganga wa kienyeji. Wanasema sisi katika kama pale chini wanafanya nini? Wanapeleka watu changoni. Ndio wanasema mwaka huu tunafanya hivi, mila tunafanya 1 2 3. Mganga wa kienyeji ndio anasimamia. Yeye ndio kuhani, anasimama kama kuhani. Haleluya. So hawa bila mchawi, mganga wa kienyeji hana kazi. Bila mchawi, wakuu wa giza hawana nini? So lazima uwashinde. Ukiwashinda wakuu wa giza, basi utakuwa umeshinda utakuwa umeshinda grade hiyo yote. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Tunapigana na wakuu wa giza, tunapigana na wachawi, tunapigana na waganga wa kienyeji. Katika eneo hili kuna wako wengi, kuna wasoma nyota, kuna wasoma nyota warusha ramli, wapiga ramli, wapiga mbao, watambuzi. Wako hiyo hao wote wako katika hiyo eneo. Waonaji, wacha tuseme kwa lugha ya kawaida. Ndio hivi. Waonaji. Wako hao hapo wote. Hawa lazima uwashinde. Haleluya. Lazima uwashinde. Unapookoka lazima uweke mikakati ya kushinda hawa. Maana unapookoka milango mkubwa umefunguliwa, lakini wasuie ni nini? Ni wengi. Hata usipopigana kuondoa hao wasuiae, hauwezi ukafanya nini? Hauwezi ukapenya. Wanasuia baraka zako. Wanasuia, maana Biblia inasema kwamba utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Sasa haya yote wanasuia, hawa ndio wanayosuia. Wanajua ya kwamba Mkenya amezaliwa katika familia ya nani? Ya Wasilwa. Sasa anapozaliwa, Mkenya amezaliwa kwa sababu baraka gani ambazo zimefuatana na yeye? 1 2 3. Anastahili kuwa na gari kubwa, anastahili kuwa na nyumba kubwa, anastahili kuwa na pesa nyingi sana basi.
atakuwa kwanaje? Na sisi kwetu hapa haturuhusu hayo, wanafunga. Ndio mlango uliofunguliwa kubwa kwako, lakini wasuieni nini? Ni wengi. Hata lazima ung'ang'ane nao ili uweze kufikia katika, na kama kuna hukumu ambayo inapeleka waliookoka, walokole, tunawaita walokole. Kama kuna kitu ambacho kinapeleka walokole kwenye moto, ni kutofikia baraka zako. Sio kama umenisikia? Unajua ilikuwa uwe na nyumba mzuri. Unapofika mbinguni Mungu anakuuliza, hii nyumba ilikuwa ni yako. Nini? Mbona hukuishi ndani? Hii gari ilikuwa ni wewe uende nayo. Mbona hukuenda nayo? Bwana Yesu asifiwe. Sasa unashindwa kujibu. Kwa sababu gani? Haukuweka mikakati ya kupangana na wasuiaji ambao ni wachawi, wakuu wa giza na hao wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Darasa mnapata kitu? Sasa hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, tunapigana na mtu tunaita malkia wa pwani. Marine spirit. Inakuwa ni kama hapo ndio imebeba majini, imebeba roho za nini? Ile kitu ambacho chini ni samaki, juu ni mwanadamu. Mermaid. Hiyo nimebeba roho ya mermaid. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya malkia wa pwani, kazi yake kubwa ni inasuia sana baraka ya familia. Kazi kubwa ya malkia wa pwani ni kusuia baraka za familia. Tunapoongea baraka za familia tunamaanisha nini? Biblia inasema hivi, huyu atawacha huyu, wataungana pamoja, watakuwa kitu kimoja. Alafu tukienda pale nyuma mwanzo anasema kwamba alimuumba mume na mke akawabariki. Yaani walipokuwa familia wakabarikiwa. Si ndio? So kuna baraka za familia. Kuna baraka ambayo mtu anapata anapotengeneza familia. Kuna baraka ambayo inaandamana na familia. Sawa sawa. Hata huyu malkia wa pwani ana make sure ya kwamba hizi baraka za kifamilia upati. Bwana Yesu asifiwe. So ili uweze kupata baraka za familia, lazima ufanye nini? Upigane na yeye. Lazima upigane na majini, upigane na roho za mermaid, upigane na na mambo mengi sana ambayo inahusika na maji. Na hii roho ya malkia wa pwani tunaishinda na damu ya Yesu. Hapo unapopigana pale kwa wakuu wa giza, wachawi na nini, unapigana ukitumia jina la Yesu. Na wapiga kwa jina la Yesu. Unatumia silaha zote za mbinguni. By the way, mbinguni ukiangalia jeshi, ili zile silaha zote ambazo jeshi wako nayo ziko mbinguni. Kama ni guruneti iko. Sasa ukisema na wamaliza na guruneti. Na wafiatua na AK47, wanafiatuka. Unatumia jina nani? Na Yesu. Lakini unapopigana na roho ya malkia wa pwani, unatumia damu ya Yesu. Unamshinda kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unamshinda na nini? Kwa damu ya Yesu. Hiyo ni malkia wa pwani. Tukisha malizana na huyo ni wa pili. Wa kwanza tumesema ya wachawi, waganga, wa kienyeji na wakuu wa giza. Wa pili tunapigana na malkia wa roho za baharini, malkia wa pwani. Wa tatu tunapigana na mkuu wa anga. Sasa mkuu wa anga ni nani? Jamani, tunaelewana? Ama masomo ni magumu? Mnaelewa? Mnapata? Tunapigana na mkuu wa anga. Unataka kujua mkuu wa anga ni nani? Twende katika kitabu cha Danieli. Danieli 10. Danieli 10. Namalizia tu hapo. Danieli 10, umepata? Danieli 10:10. Umepata?
Danieli 10. Na tazama, Mhm. mkono ukaniguza, ukaniweka juu ya magoti yangu Mhm. na vitanga vya mikono yangu. Mhm. Akaniambia, Danieli, Mhm. mtu upendwaye sana, Mhm. yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame kiwima wima, Mhm. maana kwako nimetumwa sasa. Mhm. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, Yes. kwa maana tangu siku ile ya kwanza Mhm. ulipotia moyo wako ufahamu Ndio. na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, Mhm. maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Ndio. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi Ehe. alinipinga siku 21. Mkuu wa ufalme wa nini? Uajemi. Alinipinga siku ngapi? 21. Bali tazama, Ndio. huyu Mikaeli, Yes. mmoja wa hao wakuu wa mbele, Yes. akaja kunisaidia, Ndio. nami nikamwacha huku pamoja na wafalme wa Uajemi. Akipigana huko juu. Haleluya. Jamani, nataka uelewe hivi. Kipindi unaweka akili ya kwamba unataka kitu fulani, unataka kuomba Mungu kitu fulani, ombi lako linakuwa limeshasikikwa mbinguni. Yaani moyo wako utakapoweka tu kwenye moyo ya kwamba nataka niombe Mungu kwa ajili ya hii. Saa ile umeweka tu kwa akili yako, ombi lako limeshasikizwa.